Subhanallah, alhamdulillah, al-kibriya, salatu wa salamu ala habibina al-shaykh Mustafa Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehema na amani mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wanachuoni wa kaida al-fiqhiyya fi sharia al-islamiyya wana maneno wanasema, idha tamana amran min jins wahid wa lam yaktalfu maqsuduhu ma dakhala ahaduhuma ala ukhra au akhar, yanapokutana mambo mawili ya aina moja halafu hayakutofautiana maksudio yake, basi wengia lile moja kwa mwenzake. Mimi niunge mkono yaliyozungumzwa, lakini pia taarifa iliyotolewa na mimi pia niingie humo, niseme lugha nyepesi, itifaki imezingatiwa. Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuambia katika maneno yake mazuri, tupo katika raudha min riyadhatil janna, kimaanisha kwamba anasema tupo katika viwanja vya peponi. Alisema maneno yake kwamba mtakapofika katika viwanja vya peponi, pigeni magoti na mvune vya hapa. Maswahaba walimuuliza, ni wapi hivyo viwanja vya peponi? Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, mahala ambao pana dhikri, anatajwa Mwenyezi Mungu, na ndio hapa. Kwa hivyo ametutaka tutafute mahala kama hapa, isipite siku au wiki au mwezi isipokuwa watu wao wamekusanyika katika viwanja kama hivi. Na mkusanyiko huu ni mfano wa ule mkusanyiko waliwahi kukusanyika maswahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam siku moja usiku wa manane katika msikiti wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mtume alikuwa na watu wale muda wote wanakuwa naye, isipokuwa tu ule muda ambao anakwenda kukutana na wake zake, madarueshi, makhalifa. Sasa hawa walikuwa na kawaida huwa wanakutana katika msikiti wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mtume wakati huo alikuwa hadithi Jibril mmoja akatoka akaenda kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akamwambia Mtume, toka wende ukawaone watu wao Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anajifakharisha mbele ya malaika mbinguni. Mtume akatoka akaenda mpaka katika msikiti wake. Alipofika akawakuta watu wamekaa, akawauliza, madha yetu una, kwa nini mmekaa humu? Wao wakamwambia, jalastuna liarba'ata, sisi tumekaa hapa kwa mambo manne. Jambo la kwanza tunamtaja Mwenyezi Mungu, lakini pia tunamshukuru Mwenyezi Mungu
tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Kwa nini? Ala manna ila bil Islam, kwanza kwa kutuneemesha sisi kuwa Waislamu, lakini pili atuambia ala manna bika. La pili kwa kutuneemesha sisi kwako wewe kuwa ni mtume wetu. Lakini jambo la tatu, na dua, tunamwomba Mwenyezi Mungu. Sisi tuna shida mbalimbali. Kwa hivyo unatuona katika eneo hili tupo sisi tunamtaja Mwenyezi Mungu kwa kumshukuru, lakini pia kwa neema ya Uislamu na neema ya kuwa wewe kuwa ni mtume wetu. Lakini tunamwomba Mwenyezi Mungu kwa sababu sisi tuna matatizo mengi. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, ni kweli? Yani mmekusanyika hapa kwa sababu hiyo? Wala akamwambia ndio, mmekusanyika hapa kwa sababu hiyo. Mtume akasema, siwaapizi, labda nikuambie hapana, mambo haya endeleeni nayo. Kwani Mwenyezi Mungu yeye ana watu wanampenda na yeye anawapenda, na hivi sasa anawataja juu kwa mbinguni. Nini nilikuwa nakusudia? Hadhara hizi ziendelee, adhkuriwe Mwenyezi Mungu, sababu Mwenyezi Mungu anajifakirisha mbele ya malaika mbinguni. Ama jambo la pili, maneno yaliyozungumzwa na shekhe ni maneno ambayo tunataka tuondoke nayo tukayafanyie kazi, kutengeneza jamii yetu vizuri. Niunge maneno aliyosema, alionikaribisha mimi, tuwafundishe watoto wetu dini. Wafundishe watoto wetu dini, sababu jamii iliyokosa utu ni jamii iliyokufa. Na utu na thamani ya utu hutegemea kiwango cha dini kilichomo ndani ya moyo wa mtu. Kiwango cha dini kikiwa kikubwa ndani ya moyo wa mtu, jamii hiyo itanufaika na utu aliyo juu sana na thamani ya utu iliyo juu sana. Jambo hilo nakumbuka maneno aliyosema Abdul Takia, akisema idha lam tastafiru akhlaqi. Abdul Jia anasema idha lam tastafiru akhlaqi tadhiku bihim fasihatu biha. Zisipoenea tabia za watu wa kheri katika jamii yoyote ile, yatakuwa finyu mapana ya mji. Ukitaka kuelewa vizuri msemo huu, rudisha nyuma fikira zetu, fikira zako katika kuwakumbuka wale vijana walikuwa wanaitwa panyarodi, kama alivyosema Sheikh, kabla hawajadhibitiwa ilikuwa nini? Tadhiku bihi fasihatu biha, yalikuwa finyu mapana ya mji. Kwa maana harakati na shughuli kama hizi, starehe na matanuzi, mwisho wa saa 12. Zaidi ya hapo, hofu na wasiwasi zilitanda katika nyoyo za watu. Nini? Tadhiku bihi fasihatu biha, yalikuwa finyu mapana ya mji. Kwa jambo hilo na umuhimu wa hilo, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alimleta Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na mitume mingine yote kuja kuhakikisha utu unatawala katika ulimwengu. Na moja katika maneno mazuri ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alisema, ahiba linasi ma tuhibu linafsika, penda wapate wengine kile unachopenda kupata wewe. Maneno haya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam yanatupeleka katika kiwango kikubwa kabisa cha utu, kwamba Muislamu yoyote anayetaka kusalimika na adhabu ya Mwenyezi Mungu kesho akhera, lakini pia na hapa duniani, ahiba linasi ma tuhibu linafsi, penda wapate wengine kile unachopenda kupata wewe. Mwanajamii yoyote anayetaka kukubalika, ahiba linasi ma tuhibu linafsi,
penda wapate wengine kile unachopenda kupata wewe. Prince Charles Mromani huyu alipoulizwa unamfahamu vipi Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hakuna aya, akasema Muhammad was a prize gift. Muhammad ni zawadi isiyoweza kununuliwa na bei yoyote katika mji. The present kwamba Muhammad thamani yake ilikuwa haiwezi kununuliwa na thamani yoyote katika mji. Na yeye mwenyewe alisema, Muhammad akasema ana rahmatun muhdar, mimi ni rehma niliyotolea zawadi kwa viumbe. Muhammad ni zawadi iliyotolewa, au ni zawadi, ni rehema iliyotolewa zawadi kwa viumbe, kimaanisha kwamba Muhammad thamani yake ni kubwa. Kulikuwa hakuna tena mwingine mwenye kutengeneza maadili kama hayo. William Cliff, mwanafalsafa mkubwa huyu duniani, alipoulizwa au alipomfuatilia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alikiri kusema Muhammad ni mtu ambaye ameleta mafanikio makubwa sana katika ulimwengu, hasa katika tabaka la mtu. Sema maneno yake, Muhammad the man of all men experience a great influence upon humanity. Muhammad ni mtu wa watu wote, mtu ambaye ameleta mafanikio makubwa katika ulimwengu, hasa katika tabaka la mtu. Nirudie maneno yangu kusema mtu tegemea kiwango cha dini kilichopo ndani ya moyo wako. Kiwango cha dini kikiwa kikubwa ndani ya moyo wa mtu, ulimwengu utanufaika. Kwa hivyo tuwafundishe watoto wetu dini. Wabillahi tawfik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi